Ni machozi, jasho na damu. Hii ni plesi ya machozi ya wanasimba. Ilipofikia sasa inatosha. Mambo mengi ameongea msemaji mwenzangu, mwenyekiti wangu Dr. Mo, mwenyekiti wa mainfluencer kwa upande wa Simba na mwenyekiti vile vile wa mainfluencer wote kwa upande wa Tanzania Sports Influencer. Respect my brother. Kila kitu amefanya nini? Amekiongea, isipokuwa sisi tunakazia maarifa. Mpira ni science. Na katika science lazima ufate vitu vinne. Kwanza ujiulize swali. Ufanye observation. Ufanye data analysis. And then you're going to make a conclusion. Ndio unapata solution nini? Solution ya jambo. Wengi nadhani mnanifahamu. Kuna baadhi ya vyombo viliingia mpaka utata kwa ajili ya kunioji mimi na vikazuiliwa visinioji kwa sababu ya kupambana na mangumu. Lakini kipindi kile nilikuwa sijaenda kisayansi. Watoto wa mjini wanasema tulifanya nini? Tulikurupuka. Hakuna mwana Simba yoyote ambaye kuingia kwenye joo au blanket lilokuwa limemfunika, blanket la ubaya ambalo lilokuwa limemfunika mangungu. Hakuna. Na hakuna mwana Simba yoyote ambaye hakuingia kwenye kiyoyozi, chumba chenye kiyoyozi cha kumpepea mwekezaji wetu. Na ndio maana mambo mengi yalikuwa kama amefanya nini? Yamefunikwa. Lakini ukiingia, ukitumia science, ukajiuliza swali, ukafanya observation, ukapata data analysis, ukapata data zako, basi utakuwa umelipata jibu lilokuwa sahihi. Kwa hiyo wengi sasa hivi tumetoka katika mlango huo wa kuamini kwamba Simba bila ya mwekezaji wetu, sio uwekezaji, bila ya mwekezaji tuliyekuwa naye sasa, Simba haiwezi kwenda. Na hili liliwameng'enya sana ndugu zetu watu wa nini? Watu wa upande wa pili, watu wa Yanga, watani zetu.